أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فوربك لنسألنهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bado tunaendelea na mfululizo wa mazungumzo yetu kuhusu majukumu ya kijamii. Na tunapozungumzia majukumu ya kijamii, si kwa maana mtu aache majukumu yake yanayomhusu yeye, kwa sababu kuna majukumu ya mtu binafsi, majukumu ya kifamilia, na majukumu ambayo ni makubwa zaidi ni majukumu ya umma au ya jamii. Na tatizo kubwa, na ndipo utapata hata ndani ya familia zetu au mtu binafsi hajui majukumu yake ni yapi. Na ndipo utatukuta mara nyingi twenda mbio, lakini mtu lau utamshtukizia umuulize mbio zako watakazikufikishe wapi, mimi nina imani asilimia kubwa tutakuwa hatuna jibu. Utapata ima kijana atakwambia mimi naenda mbio nipate niowe mke mzuri, nijenge, nianzishe familia. Kisha iweje? Hakuna. Au mara nyingine uulize kwa kuwa twenda mbio labda miji yetu iwe safi. Kisha natija yake iwe ni nini? Miji yetu imeshakuwa safi, iweje? Kisha unakuta hatuna malengo ambayo yako wazi, yanastahiki sisi tuyapiganie. Na hili ni tatizo kubwa katika maisha yetu. Maisha yanapokosa malengo, ndipo pale utakuta kuwa ni maisha yasiyokuwa na misingi muhimu. Kwa maana leo waweza kumpata mtu ameelekea huku, kesho ameelekea kule, kesho kutwa ameelekea kule, kwa sababu misingi yake ni kama vile alivyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, ni kama bendera inafuata upepo. Na hali ya kuwa inatakikana misingi iwe ni imara, misingi ambayo haiwezi kubadilishwa. Na ndipo hata ukiangalia, ukijaribu kusoma, kuwapitia wale wataalamu wanaokaa katika meza za mazungumzo, wanakwambia unapokwenda kukaa katika meza ya mazungumzo na nchi yoyote au na taasisi yoyote au na jamii yoyote, ni lazima uende kwa kuwa wewe uko na misingi yako maalumu, kwa kuwa hii misingi katika mazungumzo haiwezi kubadilika. Naam, kuna misingi tunaweza tukaelewana ikaondoka. Na ndipo hata utapata leo, mfano mdogo, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inapokaa kwenye meza na nchi kuu au na Muamerika, kuna misingi yake hakubali iguswe, kwa kuwa usalama wetu wa nchi yetu hakuna mazungumzo ndani ya jambo kama hilo. Ambapo mfano utapata wanasema sisi silaha ni chombo au ni silaha ambazo zinalinda usalama wa nchi yetu, kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia kuhusu silaha. Ni kama ukienda kuzungumza na yoyote, taasisi yoyote au jamii yoyote, wewe ni Muislamu umekwenda kuzungumza nao, ni lazima misingi yako ya Uislamu iwe ni misingi umeifahamu vizuri. Yani hakuna uwezekano wa kujadiliana kuhusu ile misingi, kwa kuwa mara nyingine utasikia watu basi tutanazal, tujaribu kushuka, tukubaliane, kwa hiyo sisi tutaacha baadhi ya mambo. Ni misingi ya Uislamu. Huwezi ukasema kwa kuwa mimi naacha baadhi ya mambo, ninachukua baadhi ya vitu kwa sababu ya kukubaliana katika mambo fulani. Hili ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu misingi ile imara na misingi thabiti ambayo haitakikani ibadilishwe hatuijui.
Lakini lau tutakuwa twaijua misingi yetu asili tunaoipigania ni ipi, basi 100% hatuwezi kuteteleka wala hatuwezi kwenda mbio zile anazosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, zikawa ni mbio zenye kutupoteza zaidi na zenye kutuweka mbali na yale malengo ya wenye akili yanayostahiki kupiganiwa. Na ndipo yale maneno ya Sayyid aliposema, Sayyidul Qaid qaddasallahu nafsa, aliposema kwa kuwa hakuna mtu anayeweza kuonja utamu wa imani kamili kama yeye atakuwa la yatahammalu mas'uliyatan mujtama, kwa sababu ni ladha. Ndipo pale sasa nikatangulia kusema kwa maana mimi sijui majukumu yangu ni yapi, kwa hiyo si upi umri wangu au wakati wangu, si upi nafasi katika kupigania majukumu ya kijamii, kwa sababu sina malengo katika kupigania haki za jamii, sina malengo katika kupigania kuyatatua matatizo ya kijamii. Kwa hiyo Sayyidul Qaid anasema kwa kuwa mtu wa namna hii hawezi kuonja ladha ya imani kamili. Na ndipo wale maurafa, iwe ni masufi, wenyewe wanakwambia kuna mambo fulani ukiyafanya unahisi ladha ambayo si ya kawaida, kwa sababu wewe unajua kwa kuwa lengo langu la asili ni kuwatumikia wale waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taqarruban ila Allah. Kwa hiyo kuna ladha mtu anaihisi hata ukimuuliza hawezi akakushereheshea ile ni ladha aina gani, kwa sababu ni utamu wa kipekee, hawezi akausherehesha. Na ndipo mara nyingine wakawa wanalaumiwa wale masufi au maurafa kwa baadhi ya ibara wanazozitumia wakati wanapomkhutubu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu 100% hatuwaelewi wanasema nini. Sasa yeye anajaribu kutaka kusherehesha ile ladha anayoihisi, kumbe unazidi kutupa tatizo. Ndipo pale watu wanawashirikisha, wengine wanasema nyinyi mnasema kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kiwiliwili, mnasema sijui nyinyi ndio mnaochukua nafasi ya Mwenyezi Mungu katika ardhi kama hii, lakini ni kwa sababu wanajaribu juu chini kusherehesha ile ladha ya asili wanayoipata, ndio wanashindwa. Ijapokuwa kidogo Sheikh Ibn Arabi akaweza kuifupisha, na ndipo utapata hata maulama wetu kadhaa kina al-Imam al-Khomeini na wengineo waliokuwa wakisomesha somo la irfani walijaribu kusomesha kama Fususul Hikam ya Ibn Arabi, walijaribu kuisherehesha, na kuna maulama wetu kadhaa wamesherehesha. Ni kitabu kizuri lakini cha maurafa, ambapo ni ngazi za juu. Ukimsomesha mtu wa kawaida badala ya kumuelekeza njia sawa, waweza ukamtoa timing. Kwa hiyo tatizo kubwa liko wapi? Mara nyingine hatujui yale malengo asili yako wapi, na tukiyajua pia hatuyafanyi kwa kuwa sisi tunahisi ladha, kwa kuwa kweli ni majukumu yetu tumeyabeba kama yetu. Na ndipo niliposherehesha Said Muhammad Hussein Fadlullah rahmatullahi ta'ala alayhi asema mwanadamu yatakikana atoke katika ule umimi aingie katika ule usisi,
apande katika daraja, afike kwa kuwa mimi sasa ninafikiria kama jamii, mimi ninafikiria kama umma, tatizo la umma ni tatizo langu, raha na starehe na furaha za umma ni starehe zangu. Ndipo pale umma unapopata mafanikio, utampata mtu anafurahi kwa sababu ameweza kwenda mbio akaleta mafanikio katika umma wake. Umma unapopata matatizo, utapata mtu anaumia, anasononeka, anapata dharubu kwa sababu yale matatizo ya umma anayohisi ni matatizo yake. Na ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wa ali anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kutoka na al-Imam as-Sadiq pia anasema al-mu'minu akhul mu'min kal jasadil wahidi idha ishtaka shay'an minhu wajada alama dhalika fi sa'iri jasadi wa arwahuhuma min ruhin wahida wa inna ruha al-mu'mini la ashaddu ittisalan bi ruhillahi min ittisali shu'a'i ash-shamsi biha. Hii hadithi imepokewa kutoka kwa Imam Sadiq salamullahi alayhi, na kuna pia iliyopokewa kutoka kwa Mtume, ijapokuwa baadhi ya maneno yametofautiana kidogo. Lakini angalia al-Allama al-Majlisi anasema hii hadithi inataka kutuambia nini? Asema imamu anataka sisi tupande daraja, sio daraja ya undugu. Asema taraka anil ukhuwa ila al-ittihad, kwa maana si undugu tu, kwa kuwa ndugu kweli wanapendana, wameshikana, lakini ni roho tofauti. Hii hadithi inataka sisi tupande zaidi, tuwe ni kitu kimoja, ipatikane ittihadi, iwe ni kitu kimoja, kwa maana au baina عن الأخوة إلى الاتحاد أو بين أن إخوتهم ليست من مثل سائر الأخوات بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحدة فكأنما أنه يتألم عضو واحد يتألم ويتعطل سائر الأعضاء. كما إلى اتحاد inapopatikana ikawa ni kama mwili mmoja, kwa hiyo huu mwili unakuwa uko na roho moja, na roho hii moja ndiyo inayoendesha viungo vyote. Kwa maana umma, almu'minu akhul mu'min, mu'min ni ndugu yake mu'min, kwa maana inakuwa waumini ni kama kiwiliwili kimoja, kinatembea na roho moja. Tatizo linalowapata ni tatizo lao wote, na raha wanayoipata ni raha yao wote. Hapa ndipo pale mtu anapoleta mazuri, ni mazuri kwa sababu yanamhusu, anatembea na mwili wake mzima. Kwa sababu ikiwa ni zuri nimelifanya mimi, si mimi kama mimi, kwa sababu mimi ni mmoja katika kiungo cha mwili, ndipo ile raha naihisi na yale maumivu nayahisi, ikiwa kweli tutatembea namna hii. Na ndipo Sayyidul Qaidi aliposema kwa kuwa mu'min wa hakika, kwa sababu al-mu'min akhul mu'min kal jasadil wahid, mu'mini ni ndugu yake mu'min, ni kama kiwiliwili kimoja. Na ndipo Sayyidi aliposema kwa kuwa mu'mini wa hakika hawezi kupata ladha ya imani ya uhakika kama atakuwa hakubeba majukumu ya jamii. Kwa sababu wewe ni kama ikiwa itakuwa wataka kuhisi ule utamu peke yako, kwa maana ni kama viungo vingine umeshaviweka kando, na haitakikani. Ni lazima viungo vyote vitembee pamoja, vihisi raha pamoja, ikiwa ni maumivu yawe ni maumivu ya pamoja. Kwa hiyo hii taraka ila jasadin wahidin, yatakikana iwe imepanda hii ukhuwa na huu undugu, uwe ni kama kiwiliwili kimoja, kinatembea pamoja, kinahisi pamoja. Ndipo al-Allama Said Muhammad Hussein Fadlullah rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, kwa kuwa yatakikana sasa mimi nitoke katika fikra yangu mimi kama mimi, iwe natembea kama umma. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi ni ni sehemu katika mwili kama huu. Na ndipo sasa hapa tunaweza kufikia haya, ni mpaka tuyajue malengo. Na ndipo kuna maneno ya Sayyidul Qaidi anayasema, asema hakuna wakati wowote Uislamu umekuja kutilia umuhimu zile hukumu za mtu mmoja kama mmoja, tukafikiria kwa kuwa ndizo hukumu zote za Uislamu ziko hapo. Asema hapana. Asema Uislamu kuanzia mwanzo, kuanzia Mtume sallallahu alayhi wa ali atumilizwe, zimewekwa zile hukumu za jamii katika nafasi kubwa sana ndani ya misingi ya Uislamu.
ambapo zimekuja kuwekwa kwa sababu gani? Kwa sababu matatizo yote ya jamii, mazuri yote ya jamii hayawezi kupatikana ikiwa sisi kweli tutakuwa hatutembei kama jamii. Na ndipo Uislamu ulipokuja kuleta hizi hukumu, si kwa maana watu wende wakajifungie misikitini, wakae misikitini peke yao, kazi zao ni kuvuta nyiradi, kama wale baadhi huwa wao kazi zao ni kutafuta zile dua tu za kwenda kushinda misikitini. Hawana majukumu yoyote ya familia wala hawana majukumu yoyote ya kijamii. Kwa hiyo Uislamu, la, Sayyidi anasema kwa kuwa hakuna wakati wowote Uislamu umekuja kuleta ibadatu wa shu'un khassa bil fardi faqat, si kwa ajili ya mtu kama mtu peke yake, hapana. Kuanzia mwanzo taraha qadhiyat almujtama ala nuqatin wasi ala nutaqin wasi, kwa maana Uislamu ulikuja majukumu ya kijamii na misingi ya kijamii ikaipatia nafasi kubwa, kwa sababu lau misingi hii haitosimama, mwisho hata ile misingi ya watu binafsi ya kwenda kufanya ibada pia itakosekana, kama mifano tuliyoipiga, ambapo leo kijamii kukikosekana amani, hata ibada itakosekana. Na ndipo ile liilafi quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Aliwaekea mambo mawili, aliwashibisha na akawaekea usalama. falyabudu rabb hadha al-bayt. Mumesha alhamdulillah, biashara zenu zile za kusi na kaskazi zimefanikiwa, usalama umepatikana, umekuwa mzuri. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachoweza kuwashughulisha, kitakachowatoa timing, kitakachowatoa katika misingi, kwa sababu mmeshatulia, amani ipo, uchumi upo. Kwa hiyo falyabudu rabb hadha albayt, muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata ibada za mtu kama mtu pia hazitopatikana wala hazitokuwa na utulivu kama baadhi ya mambo katika jamii yatakosekana. Lakini tunarudi pale pale, tatizo kubwa ni nini? Tatizo kubwa tunatembea kama umma, kwanza hatuna malengo. Wacha malengo ya jamii kama jamii, hata malengo ya watu binafsi. Hivi sasa ukituuliza wingi wetu hapa, malengo yetu nini, tunaweza tusikupe jibu, kwa sababu utakuta ni malengo inshallah ndo nataka niingie, ikiwa nitaweza kuyakamilisha. Kama sitoweza, inshallah kesho Jumapili tutayamalizia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ambaye hana lengo katika maisha yake, yani ina maana tunaweza tukamfananisha na nani? Kwa haraka tunaweza kumfananisha na hayawani, kama mathalil an'ami. Itakuwa ni kama mfano wa hayawani, yakuluna wa yatamattauna kama taakulu al-an'am, kwa sababu itakuwa lengo asili na misingi asili katika maisha yangu au katika maisha yetu ni kujaza matumbo yetu, tuvai vizuri, tuishi vizuri. Kisha si haya malengo asilimia kubwa tunaendana na hayawani, kwa sababu hayawani yeye anakwenda mbio apate kula chakula kizuri. Kwa hiyo akishapata nyasi mzuri, amepata chakula kizuri, hayawani anatulia, unakuta hana fujo, hana vurugu. Kwa hiyo na sisi pia ikiwa tutakuwa tuko hali kama hii, hatuyajui malengo, tutaingia kwenye sifa kama hiyo, tutakuwa ni kama hayawani. Na ndipo wanaposema umma wowote ambao unakosa lengo, yani kwa maana hauna malengo, na hata ukiwa na malengo, tutaingia katika nukta nyingine inshallah. Hata kama malengo yako, lakini utakuta ni malengo tafiha, yasiyostahiki kupiganiwa. Kwa hiyo ukikuta umma hauna malengo, kwa maana huwa umekosa hisia ya kupambana kwa ajili ya mustakbali wake, kwa sababu sisi hatukuambiwa tuishi leo kama leo. Jaribu tuangalie aya za Qur'ani, mbali ya kuwa wewe unatakiwa uitengeze akhira yako, waambiwa pia dunia ni yako, itengeze. Ishi duniani kaannaka taishu
abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Unapoingia kutaka kuitengeza akhira yako, hakikisha pambana kama ambao utaondoka leo au utaondoka kesho. Lakini unapopambana kutaka kuitengeza dunia yako, itengeze kama kwamba utaishi milele. Kwa hiyo ni lazima uchore khati kwa kuwa mustakbali, utengeze mustakbali wako wa kesho. Kwa hiyo umma ambao hauna malengo ni umma ambao hauna mustakbali, hauna kesho. Na ndipo pale utasikia kila kitu tumwachie Mungu subhanahu wa ta'ala, tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Utamwachia vipi Allah? Ndio Mwenyezi Mungu atuteremshie malaika. Lau kana fil ardi, wangekuwa wanaishi ni malaika, wala anzala malaika. Tunaoishi sisi, ametupa akili, ametupa uwezo, ametupa kila kitu, hakutunyima. Kwa hiyo kinachotakiwa nini? Tuchore ramani, tuchore malengo ya mustakbali. Tukiwa hatukuweza kuchora, ndipo hapa sasa ambapo ni hatari, kwa maana sisi itakuwa ni umma. Ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema katika suratul Hashr aya ya 18, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kile utakachokitanguliza kesho, sawa sawa ni kesho ya akhira yako au ni kesho ya dunia yako. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wat tayyibati min arrizq. Ni nani aliyeharamishia mazuri waumini? Kwa sababu kila kizuri katika dunia hii ni chako, si cha leo peke yako, tengeza kesho. Kwa hiyo ukipata umma wowote ambao utakuwa haufikiri au hauna malengo, basi ni umma mayita. Ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi akitwambia kama yitil ahya, itakuwa ni kama majumbi tutatembea, sababu hatuna mwelekeo. Hatujui tulipotoka ni wapi, na hatujui panapostahiki sisi twende ni wapi. Kwa hiyo ndipo pale utakuta mara nyingine tunatumia nguvu za kupita kiasi mahali pasipostahiki. Wewe leo ukisikia, ukienda ukisoma aya za Qur'ani, ukirudia ahadithi, riwaya kutoka kwa maasumina alayhimussalam, mfano katika kuamiliana na watu wengine, kwa nini kuna mahali utakuta maimamu wanapigania au maasumina alayhimussalam utumie rahma, utumie rafa, utumie utulivu, upole, usirudishe dharubu kwa dharubu? Ni kwa sababu gani? Tushawahi kujiuliza? Si hukumu za mimi na wewe, kwa sababu ni mahali lau utatumia nguvu, hapa stahiki kutumiwa nguvu, ni nguvu zako umezipoteza. Kwa hiyo utaambiwa wewe na hayawani kuna tofauti gani? Mara nyingine wanapigania nyasi, nyasi tele utapata wamekaa, ni ng'ombe, ni mbuzi, ni kondoo, wanapigana kwa sababu ya nyasi. Na sisi itakuwa ni hivyo hivyo, tunapigania nyasi. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa malengo, tumetumia nguvu za kupita kiasi mahali pasipostahiki, na hii ni hatari sana katika umma. Ndipo tukija tukipigiwa mifano kwa kuwa kama thalil himari yahmilu asfara, au tumekuwa ni kama punda ambao wamebebeshwa mizigo na hawajui walichokibeba, wamebebeshwa kitu cha thamani. Mwanadamu amebebeshwa thamani kubwa sana. Mwenyezi Mungu asema khalaqtu biyadi, tumeumbwa na yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyetuumba, hakumwachia mwingine. Kwa hiyo hatuwezi kuipata thamani yetu ya uhakika, na hatuwezi kufika katika yale malengo ya uhakika ambayo sisi tunatarajiwa sisi tuyafike, ikiwa itakuwa kweli hatuijui thamani yetu ni ipi. Na hatuwezi kuijua thamani yetu ni ipi ikiwa katika maisha yetu hatukuyachora malengo. Kwa hiyo itakuwa siku zote utakuta malengo yetu ni madogo. Sijui tushawahi kukaa tukaangalia, mara nyingi tunakwenda mbio, tunajaribu kuandaa baadhi ya mambo, yale mambo yanafanikiwa vizuri, kisha jaribu kujiuliza natija yake nini, iweje baada ya hili jambo? Utakuta hakuna.
Kwa hiyo tumekwenda mbio mahali pasipostahiki, sio hatari. Kwa hiyo tatizo kubwa linalotupata umma kama umma au jamii kama jamii, hatujaipa nafasi ya kuweza kukaa kujua kwa kuwa sisi ni kitu gani tunachokihitaji kama umma au kama jamii. Hata mimi mwenyewe nikae, ndipo pale tunapoambiwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihisabuni. Ni kwa maana gani? Na hata ukiangalia falsafa ya zaka, khumsi, tushaangalia falsafa yake nini. Wewe unapokaa ukapiga hisabu ya matumizi yako ya mwaka, umeyatumia vipi, umeyatumia kwa kitu gani, je ilistahiki nitumie au la, kilichobaki ni kipi, ni kwa maana wewe umeshajua ratiba yako na programu yako ya mwaka mzima. Unachokitumia ni kipi, kinachostahiki kutumiwa ni kipi, ni kiasi gani, kitumike wapi, kwa kiwango gani, kwa maana umeshachora ramani. Lakini sasa sisi mara nyingine ukiniuliza wacha mwaka, hata mwezi matumizi yangu ni yapi naweza nikawa sijui. Mwezi huu nikipata 10,000 nitatumia, mwezi ujao nikipata 15 nitatumia, mwezi ujao nikipata 20 pia nitazitumia zote, mwezi ujao 30 nitazitumia zote. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mimi ninaenda kama nilivyosema, twenda kama hayawani. Ukimpa matunda atakula, ukimpa maganda atakula, ukimpa nyasi atakula, ukimpa wisha atakula, ukimpa ngano atakula, ukimpa mahindi atakula, si ndivyo tulivyo? Kwa hiyo leo nikipata chingi nitakula pishori, nikipata kidogo nitakula ugali, nikiwa sikupata nitakula mahindi ya kutafuna. Siona kukosekana malengo. Na malengo ni muhimu, inshallah tukiingia katika nukta ya pili, lakini naona muda umekwisha. Malengo tukikaa kuyachora, lazima yawe ni malengo yale yanayoendana kweli na hadhi ya mwanadamu, kwa sababu min aina wa ila aina. Ikiwa mwanadamu hujajijua, ndo yale maneno al-Imam Ali salamullahi alayhi, atazamu annaka jirmun saghirun wa fika tawal alamul akbar. Wewe sivyo vile unavyofikiria kwa kuwa ni kijitu kidogo umeumbwa. Hapana, wewe ulimwengu katika nidhamu yote ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndio uliyepewa nafasi kubwa. Intawal alamul akbar, una nafasi ya nidhamu yote. Sakharna laka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya za Qur'ani anapotuambia kila kitu tumekitoeza kwako wewe. Wewe ndio mwenye nafasi ya kuweza kuendesha kila kitu. Kwa hiyo ulimwengu mkubwa katika zote zilizoumbwa na Mwenyezi Mungu, nafasi kubwa umepewa wewe. Sasa wewe kisha leo uje utembee kwa malengo yasiyokuwa na maana, au utembee bila ya malengo. Kwa hiyo ndio pale tunapoambiwa kama thalil himari au kala anaami. Kwa sababu gani? Kwa sababu nafasi yote tuliyopewa, uzuri wote tuliopewa, wala katika ramna bani adama, tumemkirimu, tumempa heshima, tumempa utukufu. Kisha leo mwanadamu aje ajiangushe, ajiweke katika mahali pasipostahiki mwenyewe, basi huwa ni yeye mwenyewe amejipeleka pale mahali ambapo hakupangiwa. Wamepangiwa viumbe wengine ambao si kama mwanadamu, hawakupewa akili, lakini sisi tumepewa akili. Kwa hiyo ni lazima, kitu cha kwanza, na ndipo matatizo yote mimi ninayoyasema yanayozikumba jamii zetu, ni matatizo yanarudi kukosekana malengo. Kunapokosekana malengo, utakuta basi twenda tu. Na ndipo leo hata katika nidhamu, mfano ukiangalia tunayoishi, tutachezewa miaka 5 au miaka 4, tudanganywe mambo. Utakuta twalalamika, tukikaa mabarazani twalalamika, bado mwaka mmoja, bado miezi kadhaa, wataanza kuja kampeni, wakitutilia makabro, wakituwekea barabara, wakitutengezea mitaro, wakitugawia 500 na 1000 yote ya miaka 4 tutayasahau. Tutaanza mitano tena. Siwaona? Kwa sababu kuanzia mwanzo hatuna lengo, na hatujui malengo ya sisi kumpa kura ni atufikishe wapi. Kwa hiyo atatufikisha pale anapotaka yeye. Kwa hiyo kitu cha kwanza, tukiwa tunataka
kweli jamii kama jamii, umma kama umma, kufanikiwa katika maisha yetu, kwanza tutembee kama mwili mmoja, raha ziwe zinatuhusu sote na maumivu yanatuhusu sote, lakini tuwe tumeshachora ramani, tuna malengo, sote twakimbilia katika malengo kama hayo, ndipo tutaweza kufanikiwa kama umma. Inshallah nukta nyingine zilizobakia, ikiwa tutafanikiwa